Wanafungue njia zako, afungue milango iliyofungwa, afungue milango ya ajira. Yes, mkono wako na Yesu Baba akafanye Baba mkumbatie usimwachie. Yes. Yani niko ni jina lake. Mungu anafanya kazi mpya kwake. Mmoja na moyo mpya kwenye maisha yake. Sema Yesu nisaidie. Wanakupenda nguvu katika jina la Yesu. Kwenye somo letu fundisha nguvu ya upendo wa Mungu kwenye maisha yetu. Nguvu ya upendo wa Mungu kwenye maisha yetu. Upendo wa Mungu una nguvu gani kwenye maisha yetu? Yesu asifiwe. Mungu aliyeumba mbingu na nchi ni Mungu wa haki. Hakuna kitu chake ambacho alikiumba kwa hasara au alikitamka kwa hasara. Unamwona kilema, yupo kwa ajili ya utukufu. Unamwona kiwete, yupo kwa ajili ya utukufu. Hata maiti saa nyingine ni kwa ajili ya utukufu. Naweza kusema nabii maiti ana utukufu ngeni kwa Mungu. Kuna mtu mmoja alifariki, alikuwa anaitwa Lazaro. Alilala. Yesu akapelekea taarifa, akamwambia Lazaro amefariki. Akasema kifo hiki ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tu changamoto ni moja, Lazaro amekimbia majukumu na atakuwa kurudisha duniani. Yesu asifiwe. Mimi nasema wababa wanaokimbia kufa haraka wanakwepa kulipa ada za watoto, wanakwepa majukumu. Tumeelewana vizuri? Wanakwepa nini? Wanakwepa majukumu. Kwa hiyo vitu vingine tujitahidi kuja kwa Bwana atusaidie. Amen. Alivyomuumba mwanadamu, alimpa neema ya upendeleo. Akampa neema ya tofauti. Akampa mpango wa tofauti. Akampa aina ya nguvu za tofauti. Alafu kuna namna ya pekee. Akasema nimemuumba kwa sura na mfano wangu. Yesu atusaidie. Hivi unafikiri Yesu aliposema kwamba nimemuumba mwanadamu kwa sura na mfano wangu, anamaanisha kwamba eneo hilo ulivyo mweusi ndivyo Mungu alivyo unafanana naye? Anamaanisha wangapi wanajua kwamba hivyo ulivyoumbwa, unavyopaka makeup, rangi yako ilivyo nyeupe, ulivyovaa kimini, ulivyovaa sketi ndefu au fupi, umefanana na Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Kitheolojia tunasema tumefananishwa na Mungu kwenye nafsi pekee yake. Kwa sababu Mungu ni roho, ametupa roho. Mungu ni nafsi, ametupa nafsi. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo nini, tumefananishwa na Mungu kwenye eneo la nafsi. Kwa hiyo ametupa nafsi inayofanana na yeye kwa sababu na yeye ni nafsi. Lakini hiyo yote ni
kuonyesha alama kwamba ana upendo na wewe kuliko kitu kingine chochote. Kuna watu wengi leo wakikataa. Watu wengi leo wanatamka kwenye ua. Wewe unajua ulikuja kwa gharama gani kwa Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya upendo ambayo Mungu aliachilia kwenye maisha yako. Watu wengi wanaona kama wamechelewa kubarikiwa. Haujachelewa kubarikiwa. Mwenye nafsi yake hawezi kuruhusu nafsi yake ipite kwenye mateso. Ni kuna kanuni unajua za kutembea na nafsi. Nataka leo nikufundishe. Ukishajua hizo kanuni, tayari wewe kutembea na Mungu mguu kwa mguu ni rahisi sana. Bwana Yesu asifiwe. Na kanuni mojawapo kwanza ni upendo. Huwezi kumpenda mtu, huwezi kutaka vitu vya mtu ambaye humpendi. Mtu amenena vizuri. Yaani huwezi kutaka gari la mtu ambaye humpendi, utaenda kulipatiza. Huwezi kutaka nyumba ya mtu ambaye humpendi. Bwana Yesu asifiwe. Tusome kitabu cha Yohana Mtakatifu 1. Yohana 1 kuanzia mstari wa 1 mpaka pale 5. Huwezi kuchukua vitu vya mtu ambaye inasema katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 1 kuanzia mstari wa 1, maandiko yanasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakukufanyika chochote kilichofanyika. Ndani sikiliza, akiwa mtu anaweza kuamka leo akaoa mwanamke asimpenda. Hakuna binti anaweza kumkubalia mchumba kijana asimpenda. Tuko pamoja? Nachomaanisha hivi, upendo wa Mungu kwenye maisha yetu una nguvu kuliko sisi tunavyopenda.